Kenya iko tena katikati ya tuhuma nzito baada ya mwanaharakati Bob Njagi kudai kwamba kuna uwezekano wa ushirikiano wa siri kati ya Kenya na mataifa jirani katika kuua demokrasia. Karibu ndani ya mashua ya habari, chombo kinachosafiri ndani ya bahari ya ukweli, tukichambua yanayojiri bila woga, bila kuyapinda. Usisahau kusubscribe kwenye Mashua TV Kenya ili upate taarifa kamili zenye undani na ukweli wa moja kwa moja. Sasa twende kazini, tuchambue hoja nzito inayotikisa ukanda wa Afrika Mashariki. Njagi akizungumza kwenye JK Live ya Citizen TV alifichua madai ya kushangaza kwamba baadhi ya wanajeshi wa Uganda walimweleza walitumwa Kenya wakiwa wamevaa sare za polisi wa Kenya ili kusaidia kuzima maandamano ya kizazi cha Gen Z mwaka 2024. Njagi akiwa pamoja na mwenzake Nicholas Oyo waliokuwa wakishikiliwa nchini Uganda kwa zaidi ya siku 38 walitoa simulizi la kutisha kuhusu mateso na hofu waliopitia katika kile walichokiita safe house ya kijeshi mjini Kampala. Wawili hao wanasema walihojiwa, waliteswa kisaikolojia na kuonyeshwa wazi kwamba walikuwa katika eneo lililodhibitiwa na maafisa wa kijeshi, si polisi wa kiraia. Kwa mujibu wa maelezo yao, baadhi ya wanajeshi wa Uganda waliokuwa humo waliwafichulia kwamba walihamishwa kimya kimya kutoka Uganda wakaelekezwa Nairobi na kupewa sare za polisi wa Kenya. Lengo kusaidia mamlaka za Kenya kukabiliana na maandamano ya vijana ambayo yalitikisa nchi nzima yakipinga ushuru, ukosefu wa ajira na utawala wa kifisadi. Kama haya ni kweli, basi tunazungumzia swala zito linalogusa uhuru wa taifa, demokrasia na heshima ya katiba ya Kenya. Mwanaharakati Njagi anasema alishangazwa na jinsi baadhi ya wanajeshi hao walivyomweleza wazi kwamba walikuwa na maagizo ya juu, wakidai walishirikiana na maafisa usalama kutoka Kenya. Serikali ya Kenya pamoja na ile ya Uganda bado hazijatoa kauli rasmi kujibu madai haya, lakini mashirika ya haki za kibinadamu yamesema kwamba haya si madai ya kupuuzwa, huku yakitaka uchunguzi huru wa kimataifa ili kubaini ukweli. Mashirika kama Amnesty International na Haki Afrika yameitisha uwazi, yakisema kwamba ushirikiano wa kijeshi dhidi ya raia ni ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Ni kumbukumbu ya matukio ya mwaka 2024 pale ambapo mitaa ya Nairobi, Kisumu, Mombasa na Nakuru ilijaa vijana waliokuwa wakidai mabadiliko. Kwa mara ya kwanza, kizazi cha Gen Z kilisimama kidete kupinga mfumo wa kiserikali ulioonekana kutowajali, lakini maandamano hayo yakageuka kuwa vita vya machozi, risasi na hofu. Sasa swali ni moja, je, kulikuwa na mikono ya kigeni iliyohusika katika kuzima sauti hizo? Katika mahojiano yake, Njagi alisema wazi kuwa hawakukamatwa kihalali, bali walitekwa, walihamishwa bila taarifa, walinyimwa mawakili na walishikiliwa katika mazingira yasiyo na mawasiliano na dunia ya nje. Alisema na nanukuu, "Tulijua tuko mikononi mwa jeshi, si polisi. Tuliona silaha, tulisikia amri na tuliona sare ambazo si za kawaida." Mwisho wa nukuu. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wa siasa za kanda wanataja madai haya kama dalili ya ushirikiano wa kijeshi unaopanuka kimya kimya kati ya mataifa ya Afrika Mashariki. Wanasema kinachoitwa usalama wa kikanda kinaweza kuwa kisingizio cha kudhibiti upinzani wa kiraia na kulinda watawala. Mashua ya habari inafuatilia kwa karibu madai haya, ikisaka ukweli katika giza la siasa na usalama. Kwa sasa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yameanza kuwasiliana na Umoja wa Mataifa kutaka maelezo zaidi kutoka kwa serikali za Nairobi na Kampala. Kwa hivyo tunapouliza maswali haya, hatulengi kuibua hofu bali kuhitaji uwazi. Ni jukumu la serikali yoyote inayoheshimu demokrasia kuweka wazi kama vikosi vya kigeni viliingia nchini kwa kazi ambazo kikatiba zinapaswa kufanywa na polisi wa Kenya pekee. Hii ni Mashua ya Habari, chombo cha ukweli kinachoelea katika bahari ya uongo, tukivua ukweli uliosombwa na mawimbi ya propaganda. Endelea kufuatilia Mashua TV Kenya kwa taarifa, uchambuzi na makala makini. Mimi ni Isa Mashua, tukutane kwenye safari inayofuata ya ukweli. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Don't forget to turn on notification bell ili kupata habari, makala, burudani na mengineyo kwa wakati.